Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka watu wa Mungu? Nilikuwa ninazungumzia, tulikuwa tumeingia ndani zaidi kwenye eneo la kibali. Kwa jambo la kwanza tukaangalia kibali ni kitu gani. Jambo la pili tukaangalia dimensions za kibali cha Mungu, na tukaona hizo kadhaa ambazo tumeziona. Jambo la tatu, nguvu ya kibali cha Mungu. Nataka niongelee nguvu ya kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu kinaweza kufanya nini? What can God's favor do to a person? Kibali cha Mungu kinaweza kufanya nini kwenye maisha ya mtu? Najua kuna baadhi ya vitu ambavyo tumeviongelea, nikiwa naviongelea nitavipita kwa haraka. Kibali cha Mungu kinaweza kufanya nini kwenye maisha ya mtu? Na tunapaswa kufahamu kile ambacho kibali cha Mungu kinaweza kufanya kwenye maisha yako, hauwezi kukifanya kwa nguvu zako. Kama unaweza kufanya kwa elimu yako, ni elimu yako. Pesa yako ni pesa yako, uwezo wako ni. Lakini kile ambacho kibali cha Mungu kinaweza kufanya kwenye maisha yako, elimu yako haiwezi kufanya. Maana hata wewe mwenyewe ukiangalia unasema hii ni zaidi ya elimu. Hii ni zaidi ya hela nilionayo. Hii ni zaidi ya ujuzi nilionao. Kwa kile ambacho kibali cha Mungu kinaweza kufanya kwenye maisha ya mtu, hauwezi kukinunua kwa fedha yako, kwa elimu yako, kwa ujuzi wako. Kama una afford kwa elimu yako, kama unaweza kuafford kwa hela ulionayo, sio kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kikiwa ni kibali cha Mungu, kitaenda zaidi ya hivyo vitu. Amen. Kwa nini Mungu anaweza kufanya kupitia kibali chake? Kibali cha Mungu kinaweza kukupa vile vitu tulivyosema. Inaweza kukupa access, inaweza kukupa approval, inaweza kukupa permission, inaweza kukuruhusu, inaweza kuachilia baraka kwako. Inaweza kukupa access, kukufungulia milango ambayo kwa akili yako usingefika. Kwa elimu yako, watu wa elimu yako huwa hawaingii huko, lakini unaingia. Kukupa approval maeneo ambayo usingekuwa approved. Kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu kinaweza kukutangaza, kukuannounce. Inaweza kutangaza. Inaweza kutangaza biashara yako. Watu wakaanza kuambia. Yaani kuna namna mtu akikutana na wewe anajisikia kumwambia, akikutana na mtu anajisikia kumwambia kile unachofanya. Sasa kuna bidhaa fulani, mtu fulani bwana, mtu fulani. Maana kibali cha Mungu kinaweza kukutangaza. Kinaweza kukuannounce. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua namna ambavyo Daudi aliingia ikulu? Alitangazwa. Maandiko yanasema wazi, baada ya Daudi kupakwa mafuta, Biblia inasema Sauli akasema tupate wapi mtu ambaye anaweza kuwa ni mzuri kwenye eneo fulani. Alafu kuna watu wakasema kuna kijana mmoja. Usije ukafikiri wapiga kinanda kinubi alikuwa peke yake, walikuwa wengi. Lakini kibali cha Mungu kikamfanya watu wakamtaja. Watu wakamtaja. Na hivi ndivyo ambavyo milango wewe inafunguka. Unajua kile kidogo ulichonacho na kile unachokifanya, kuna mahali mtu anaweza akakutaja na milango ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kibali cha Mungu kinamtangaza mtu, kinamwannounce. Ni kweli ni sawa kujitangaza, lakini usisahau kibali cha Mungu kinaweza kutangaza vizuri sana. Mimi ni shahidi, mimi sio mdau wa kujitangaza, lakini ni mdau wa kibali cha Mungu kunitangaza. Kuna mahali ambapo access zimefunguka ambazo mimi sijawahi kujisema wala sio hivyo, lakini kuna watu wanakutangaza. Kuna mtu anakushikia bango na sasa huyu katumwa, yani anakuannounce kila mahali, unasema huyu kuna kitu kinambana, anakutangaza mpaka unajiuliza mbona kama watu wanaweza wakafikiri kwamba nilimpanga kwamba sasa ukisimama unitangaze. Kwa kibali cha Mungu inaweza kukutangaza. Watu wanaweza wakaitangaza biashara yako, wakatangaza kile unachokifanya na kikajulikana na kikakua. Amen. Kibali cha Mungu kinaweza kukupa kile ambacho huwezi kukipata kwa pesa yako, kwa elimu yako, kwa ujuzi wako. Naongelea nini ambacho kibali cha Mungu kinaweza kufanya? Kinaweza kukupa kile ambacho huwezi. Kwa pamoja na kwamba una elimu, usisahau unahitaji kibali cha Mungu. Kwanza ukifuatilia kwani wenye elimu ya kwako ni, unajua watu wa graduate chuo kikuu yaani kuna kozi unakuta Tanzania kwa mwaka wana graduate watu 5,000. Haya, hizo ajira za kozi hiyo kama tukienda eneo hili
unakuta zinahitaji kwa mwaka watu 200 au 100. 5,000 wanahitajika 100. Maana yake unahitaji kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu kinaweza kufanya kile ambacho elimu yako haiwezi kufanya. Kibali cha Mungu kinaweza kukupatia kile ambacho pesa yako haiwezi. Kwa hiyo usiweke macho kwenye pesa yako. Unapoanza kutarajia kibali kubwa cha Mungu, usiweke macho kwenye kile ulichonacho. Weka macho kwenye kibali cha Mungu, kwa sababu kibali cha Mungu kinaweza kufanya zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali cha Mungu pia kinaweza kukuposition, kukupa nafasi. Kuposition. Unajua ni kibali cha Mungu kilimpa nafasi Esther? Unajua kibali cha Mungu kinaweza kumfanya mtu akose. Alafu nilichojifunza, bwana, kibali cha Mungu kinaweza kikafanya replacement wakati mtu yuko hai. Yaani hajafa alafu mbingu zishafanya replacement. Na hiyo ni hatari sana. Yaani hajatoka kwenye kiti. Unajua hilo ni jambo baya. Ni mambo mabaya. Mungu kibali kinaweza kimfanyie mtu. Yaani unajua nimeajiriwa kama manager mauzo kanda ya magharibi. Alafu unaona tangazo, tumeajiri kampuni hiyo hiyo manager mauzo kanda ya magharibi. Lazima uwe frustrated. Sasa kibali cha Mungu kinaweza kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akiondokewa kibali cha Mungu anaweza akawa replaced wakati yuko hai. Unajua Vashti ya kufa. Replacement yake yuko hai. Yaani wewe ni mama kwenye ndoa, alafu anaandaliwa mke atakayechukua nafasi yako kabla hujafa. Hiyo ni hatari. Mambo ni halisi watu wa Mungu. Mungu alikupa nafasi kanayo vizuri. Maandiko yanathibitisha. Unajua Daudi alipakwa mafuta wakati Sauli yuko kwenye kiti. Unajua ni hatari. Ndio maana Sauli alikuwa frustrated. Yaani wewe umepakwa mafuta ndio mfalme na ndio umekalia kiti. Mbingu zimeshahamisha ufalme. Anapakwa mafuta Daudi alipakwa mafuta kama mfalme wakati Sauli akiwa ni mfalme. Ndio maana Sauli alikuwa anachanganyikiwa kwa kila anachokifanya Daudi. Unajua Daudi alipomuua Sauli, alipoua Goliathi, alimuua kwa ajili ya Sauli, yani ni kwa ajili ya heshima ya Sauli. Lakini wanasema Sauli ameua maelfu, Daudi ameua makumi elfu. Yaani wale wanawake walimchanganya Sauli. Unajua kwa nini alichanganyikiwa? Nafasi ya rohoni alikuwa imeshaondoka. Nafasi ya rohoni alikuwepo mtu tayari. Kwa mambo yanaanziaga rohoni kabla ya mwilini. Unaweza kuona miaka ilipita, ni kama ukiangalia ukisoma story ya Daudi na Sauli, unaweza kusema haiwezekani. Daudi anakujaje kuwa mfalme wakati Sauli amekikalia kiti na amekishika vizuri? Daudi anakimbia tu. Amepakwa mafuta, anaenda polini, wanamkimbiza, anakutana na changamoto hii, akakimbia, akaonekana ni kama vile yale mafuta hayatafanya chochote. Lakini mafuta yalimuondoa Sauli kwenye kile kiti. Na baada ya muda tukamuona Daudi amekikalia kile kiti. Kwa kibali cha Mungu kinaweza kukupa position. Kibali cha Mungu juu yako kinaweza kumfanya mtu ofisi fulani akaanza underperform. Yaani anapambana na ujuzi wake wote, anavuruga. Akipeleka ripoti amejiandaa, anasema sasa hii ripoti hii lazima bosi anikubali. Yaani bosi anasema mbona ripoti hii ya kipumbavu? Kumbe kuna mtu mwenye nafasi. Anatakiwa kuingia kwenye kile kiti. Ndio mambo ya rohoni yanayofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kibali cha Mungu kinaweza, hii ni ngumu, lakini kibali cha Mungu kinaweza kusababisha mtu aondoke duniani ili mwingine aishike ile nafasi. Kibali cha Mungu kinaweza kusababisha hivyo kabisa. Sauli ilibidi afe ili Daudi achukue ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali cha Mungu pia kinaweza kikafanya replacement kama kuna uhitaji replacement. Kikaondoa mtu na kumweka mtu. Ndio hicho kitu nilichokuwa nakiongea. Ila kibali cha Mungu pia kinaweza kulinda. Mtu mwenye kibali cha Mungu anatembea na ulinzi wa Mungu. Hawezi kufa ovyo. Afya ovyo. Kibali cha Mungu kinaweza kumtunza mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome andiko moja ambalo linaongelea hivi tu. Biblia inasema kwenye Mwanzo 39:21, nasema lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu,
akamfadhili. Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili kupitia watu, maana yake watu wakamfadhili. Akampa kibali machoni pa wakuu wa gereza. Mkuu wa gereza, machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mikononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani. Kwa Yusufu alikuwa mnyapara. Sio kafikiri kule gerezani hakukuaga na mkuu wa wafungwa. Kila gereza ina mkuu wa wafungwa. Lakini kibali cha Mungu kikamtoa yule aliyekuwepo pale. Anasema na yote yaliyofanyika humo ndio aliyoyafanya. Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote mikononi mwa Yusufu. Kwa maana yake unagundua Yusufu alipata access, alipata approval, aliruhusiwa kila kitu, alipata baraka ya Mungu gerezani kwenye kifungo, lakini Mungu, kibali cha Mungu kikatembea naye. Amen. Lakini pia kibali cha Mungu kinaweza kufanya nini? Jambo lingine linalofuata, kibali cha Mungu kinaweza kuamuru mali. Inaweza kuamuru kwa mali. Favor can command wealth. Mali, ukwasi. Mali, sio tu utajiri. Mali, ukwasi. Utajiri ni kitu kinachopita. Mali ni kitu kisichopita. Mali inahusisha value, inahusisha thamani alionayo mtu. Ndio inahusisha, mali inahusisha thamani ya mtu ambayo inavuta pesa. Kwa pesa ikiondoka, thamani inabaki, zinavutwa nyingine. Mali inahusisha thamani ya mtu. Mtu mwenye kibali cha Mungu unaweza ukamnyang'anya kila kitu alichonacho, kila kitu alichonacho, kila kitu. Mimi ninaamini hata leo uchukue kila kitu, yani nibaki hivi na hizi nguo nilizovaa, njoo baada ya mwaka mmoja kila kilichoondoka utakikuta, au unaweza ukute zaidi. Kwa nini? Kinachovuta mali sio kingine, ni kibali cha Mungu kwenye maisha ya mtu. Unajua kuna watu walichoma kanisa la Pastor Chris, kama mliona mtandaoni. Unajua ndani ya masaa 24 baada ya kuwa wamechoma, alikuwa ameshakusanya shilingi za Kitanzania bilioni 17. Unajua bilioni 17 ndani ya masaa 24. Amesha, yani ile tu watu kujua kanisa limechomwa. Sio kwamba ameitisha changizo la kujenga kanisa, ile tu watu kujua kanisa limechomwa. Bilioni 17. Maana yake yule mtu mnyang'anye kila kitu leo, kila alichonacho sambaza. Baada ya mwaka atakuwa na zaidi ya hilo. Yaani kuna watu utawaprovoke kufanya zaidi kwa sababu umemnyang'anya vyote. Hicho ni kinaitwa kibali cha Mungu. Kinaweza kiamrishe utajiri. Na Mungu, ninajua tukitembea kwenye hayo tunayojifunza, hiki kibali kitaanza kuamrisha mali kwenye maisha yetu. Sasa inaweza isiwe ghafla, lakini kitaanza kucommand mali na utajiri kwenye maisha yetu. Amen. Biblia inasema kwenye Kutoka 12 mstari wa 35 na 36. Anasema wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha, vya dhahabu na mavazi. Wakataka kwa Wamisri. Yaani sio vya kwako, sio unaomba, wakataka. Tupeni. Alafu Biblia inasema Bwana akawajalia kupendelewa, maana yake kupata kibali na Wamisri, hata wakawapa kila walichotaka. Hawa ni watumwa, ni watu ambao walikuwa wanaonekana hawafai kwa lolote. Ni watu ambao walikuwa ni wa chini Misri. Kibali cha Mungu juu yao, wakati wanataka kuondoka, Mungu akawaambia katakeni kwa Wamisri. Biblia inasema wakataka dhahabu. Unajua waliondoka na utajiri wa Misri. Hawakuondoka tu wenyewe, waliondoka na utajiri wa Misri. Biblia inasema Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka. Nao wakawateka nyara kwa hiari yao. Unatekwa nyara. Unataka na nini? Yaani baadaye ndo akili na fizi hivi nilikuwa nimefungwa au nini? Mbona kama nimetoa kila kitu? Kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali cha Mungu kinaweza kikafanya ukakutana na mtu ukatoa kila kitu, afu ndo unakumbuka hivi mbona sina hata nauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza ukaisoma hiyo pia kwenye Kutoka 11.
mstari wa 2 na 3 anasema, basi nena na masikioni mwa watu wa hawa, na kila mtu mume atake kwa jirani yake, na kila mwanamke atake kwa jirani yake vyombo vya fedha na dhahabu. Hapa anasema Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo kibali cha Mungu kilifanya kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haya yote tuliongea, kibali cha Mungu kinachochewa. Kiingereza anasema God's favor is provocable. Kinachochewa. Unaweza ukakiprovoke. Maana yake kuna vitu unaweza kufanya vikaachilia kibali cha Mungu. Na hivyo ndio sasa, na hayo ndio nataka tuangalie sasa kwenye muda ulio mbele. Tunafikiri tumefika nusu. Tumefika au zaidi kidogo ya nusu. Kibali cha Mungu kinachochewa. Biblia inasema hivi kwenye Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7 anasema, huyu ni Mungu anamwambia mtu anaitwa Kaini. Anamwambia hivi, kama ukitenda vema hutapata kibali. Manake Kaini alikuwa ana experience kibali mbele za Mungu kwanza, kozi mwisho na kwa watu, lakini mbele za Mungu alipungukiwa kibali. Sasa Mungu anamwambia, huku kupungukiwa kwako kibali kuna uhusiano na unavyotenda. Anamwambia kama ukitenda vyema hautapata kibali. Maana yake kuna namna tunaweza kuishi, tuna namna tunaweza kutenda, na hayo maisha yakaachilia kibali kwenye maisha yetu. Amen. Na hicho ndio nataka tukiongelee hapa. Ni namna gani tunaweza kuchochea, kuactivate, kuprovoke kibali cha Mungu kwenye maisha yetu. How to activate, how to provoke God's great favor in our life. Ni namna gani tunaweza kukiactivate hicho? Jambo la kwanza, na la kwanza kwa umuhimu, ni kwa kumpata Mungu na kutembea na Mungu. Kumpata Mungu. Kumpata Mungu. Finding God. Kumpata Mungu. Kumpata Mungu na kutembea na Mungu. Kumpata Mungu. Eneo lote ambalo unataka kuexperience kibali cha Mungu, lazima uhakikishe umempata Mungu kwenye hilo eneo. Kumpata Mungu. Na Mungu anajifunua kwenye maeneo mbalimbali. Unajua hata kwenye Agano la Kale kuna wakati kuna mtu alimpata Mungu kwenye eneo fulani, Mungu akajifunua akasema mimi ni Jehova Rafa. Maana yake mimi ni Mungu mponyaji. Baadaye tena unaona mtu kama Ibrahim anampata Mungu kwenye eneo fulani, Mungu akajifunua akasema mimi ni Jehova Yire, Mungu mpaji. Maana yake umenipata kwenye ile eneo, hutapungukiwa. Kwa Ibrahim alimpata Mungu kwenye eneo hilo. Unaona ndio breakthrough yake ilianzia hapo. Kwa hiyo Mungu anajifunua kwenye maeneo mbalimbali. Unataka kibali cha Mungu kwenye eneo la fulani, lazima umpate Mungu kwenye hilo eneo. Kwamba na ukimpata Mungu kwenye hilo eneo, unajua hapa nimempata Mungu. Kwa sababu utaongea vitu mdomoni, utaongea vitu ambavyo vina confirmation ndani. Yaani nimempata Mungu eneo la afya, siwezi kuwa mgonjwa. Nimeshampata Mungu hapo. Nimempata Mungu eneo la uchumi, siwezi kuwa maskini. Kwa sababu kuna namna nimempata Mungu kwenye hilo eneo. Maana yake kile ambacho akiwezi kumpata Mungu, akiwezi kunipata na mimi. Kwa hiyo unahitaji kumpata Mungu kwanza kufurahia kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema maana yeye anionaye mimi, Kiingereza anasema anipataye mimi, ameona uzima, amepata uzima. Sasa huu uzima sio tu afya, ni uzima kwenye kila eneo la maisha. Alafu anasema naye amepata kibali kwa Bwana. Anipataye mimi amepata uzima na amepata kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kumpata Mungu hasa ni kitu gani? Ni
Mungu kuwa pamoja na wewe kibinafsi. Mungu kuwa pamoja na wewe kibinafsi. Ni uwepo wa Mungu ulio pamoja na mtu kibinafsi. Unajua watu wengi tunasema tuna Mungu, lakini hatujampata Mungu kibinafsi. Tuna Mungu wa jumla. Hilo wa jumla wa kanisani, lakini kibinafsi kabisa. Kama unafurahia zaidi mahusiano yako na Mungu ukiwa na watu kuliko ukiwa mwenyewe, kuna engo hujampata Mungu kibinafsi. Ukimpata Mungu kibinafsi hata ukiwa mwenyewe. Sasa Biblia inasema tusiache kukusanyika pamoja, lakini lazima kwanza tumexperience Mungu kibinafsi, alafu tumexperience Mungu pamoja na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ishara ya mtu ambaye umeanza kumpata Mungu kibinafsi, kuna namna unafurahia kuwa mwenyewe pamoja na Mungu. Ni muhimu kuwa kwenye makusanyiko, lakini unafurahia kuwa mwenyewe pamoja na Mungu. Bwana asifiwe sana. Moja ya kitu mimi sichokaji ni kuwa peke yangu. Yaani hata kama ni wiki nzima. Kuna nchi nimeenda, kuna mikoa nimeenda. Yaani ukiacha kanisani na pale nilipofikishiwa, sijui pengine popote. Kama semina ni saa 10 jioni, nitakuwepo ndani asubuhi mpaka saa 10 natoka. Kama ni siku 8 nitatoka, nitarudi saa 1 pale nilipofikishiwa, nitakuwepo usiku wote mpaka asubuhi na siboreki. Kuna wale watu hawezi kukaa hata masaa 2 mwenyewe. Nasikia kuboreka. Kuna mahali hujampata Mungu rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unahitaji kumpata Mungu. Kumpata Mungu nini? Kuwa na Mungu kibinafsi. Uwepo wa Mungu ulio pamoja na wewe. Kumpata Mungu ni kuwa na uendelevu katika kutembea na Mungu. Waliompata Mungu hawamwachaji. Ukiona nilimwacha Mungu, baadaye nimemrudia, nilimwacha Mungu, baadaye hujampata Mungu. Unakutanaga naye mahali tu kanisani, baadaye unamwacha kanisani, baadaye ndio maana ukikaa unamwacha, baadaye unamrudia, baadaye unamwacha. Kuna watu ndio maisha yao. Yaani tukihesabu tangu mwaka umeanza, mwaka 2025 aishaacha Mungu, baadaye akarudia Mungu, baadaye akaacha Mungu, baadaye akarudia Mungu. Hujampata Mungu. Ukipata Mungu huwezi mwacha. Biblia inasema ni jambo la kutisha mtu kuanguka kwenye mikono ya Mungu, kukaa mbali na Mungu. Watu wa Mungu, kwa aliyempata Mungu, hauwezi kuafford kukaa lisali moja bila uwepo wa Mungu. Usiende kufanya vitu ambavyo umempata Mungu, umeexperience uwepo wa Mungu kwenye maisha yako na umetembea nao kwa muda mrefu. Alafu kuna siku labda kuna kitu kikatokea, ukahisi kwamba kuna shida imetokea kwenye uhusiano wako na Mungu. Yale mahangaiko hayavumiliki. Yaani kama kuna mambo yanaweza kuendelea, unakaa baadaye tu unasema, yani sijasikia uwepo wa Mungu siku nyingi, kana Mungu, ngoja nijaribu nianze tena upya, nianze na toba, nianze nini, baadaye tena hujampata Mungu. Ukimpata Mungu huwezi kukaa mbali na Mungu. Matatizo mengi ya kuanguka na kuinuka ni kwa sababu hatujampata Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni kuwa moja ni namna ya mtu akimpata Mungu atakuwa na uendelevu katika kutembea na Mungu. Atakuwa na uendelevu. Hili sio tukio, ni muendelezo wa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka watu wa Mungu. Ayubu 10:12 anasema, umenijazi uhai na upendeleo, na maangalizi yako yameilinda roho yangu. Sasa hapa anasema, you have granted me life and favor, and your providence has preserved my spirit. Maana umenipa uhai na upendeleo, kwa sababu kuna namna roho yangu imekudaka. Kwa ukimpata Mungu, moja ya kitu kitatokea, upendeleo na maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye Samueli wa kwanza 3 Samueli wa kwanza 3 mstari wa 19 anasema, Samueli akakuwa naye Bwana alikuwa pamoja naye. Hapo unaposikia anasema Bwana alikuwa pamoja na yeye, maana yake kuna wakati aliishi maisha akapata Mungu. Bwana alikuwa pamoja. Unafahamu habari za Samueli? Unafahamu zile struggle zake za mwanzoni.
Samueli, unajua hapa ni wakati ameshakuwa mkubwa, lakini ukiangalia Samueli alikuwa anakaa hekaluni. Kuna aina fulani ya maisha aliishi Samueli. Kwa akakaa mle ndani mpaka akakutana na Mungu, akampata Mungu. Uone tena Samueli akistruggle kwenye maisha yake ya kutembea na Mungu. Alitembea na Mungu mpaka siku anaondoka duniani. Kwa sababu gani? Alimpata Mungu. Anasema Samueli akakua, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Hivi unajua ukimpata Mungu hauwezi kuimagine maisha bila Mungu. Hivi unajua kuna watu wameokoka miaka na miaka, ila kuna wakati ana imagine naweza nikazidiwa hapa nikaenda kwa mganga. Kabisa wapo. Wengine sio tu amewaza hivyo, alishaenda hadi na kwa mganga. Hapo anarudi anafanya toba. Yaani kuna ukimpata Mungu options zinakufa. Mimi binafsi mimi sina aina nyingine. Yaani haya maisha mimi ukiondoa Mungu nimekufa. Yaani hakuna maana ya kuishi. Na hii inaongea kwa kumaanisha. Yaani ukiondoa Mungu kwenye maisha yangu hamna maisha mengine, kwa sababu mimi sina aina nyingine ya maisha. Maisha maana yake Mungu, Mungu maisha. Maana yake hakuna, imagine kabisa maisha bila Mungu. Sina hata hiyo imagination. Haiko hata kwenye mfumo wangu wa kufikiri maisha bila Mungu. Yaani iwe kuna majanga, hakuna hela, hakuna changamoto yoyote ambayo nakutana nayo, alafu itanifikia kuimagine niishi nje ya Mungu. Nitafia huko kwa Mungu. Lakini kwa hakika nitaishi huko kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema Samueli akakua, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Kuna aina ya maisha ikamfanya akampata Mungu, wala kuliacha neno lake lianguke chini. Neno la Samueli alikuwa aongei vitu vikaishia hewani. Yaani hata aseme kwa bahati mbaya imekuwa, hakuliacha. Mungu ndio alikuwa anafuatilia neno la Samueli. Lakini haikuwa hivi tu, alimpata Mungu. Maana alichokuwa anaongea ni Mungu anaongea. Wala kuliacha neno lake lianguke chini. Nao Waisraeli wote toka Dani mpaka Beersheba walitambua ya kwamba huyo Samueli amewekwa kuwa nabii kwa Bwana. Naye Bwana akaonekana tena huko Shilo, kwa kuwa Bwana alijifunua kwa Samueli huko Shilo kwa neno la Bwana, nalo neno la Samueli likawajia Israeli wote. Angalia namna ambavyo Mungu aliunganisha neno lake na neno la Samueli. Anasema Bwana akaonekana, alijifunua kwa neno la Bwana kwa Samueli, neno la Samueli likawajia. Maana neno la Samueli lilikuwa sawa na neno la Mungu, lakini ilianzia kwenye kumpata Mungu. Amen. Kumpata Mungu ni kitu gani? Nimesema namba moja ni kuwa pamoja na Mungu. Mungu kuwa pamoja na wewe kibinafsi. Uwepo wa Mungu ulio pamoja na mtu kibinafsi ni kuwa na uendelevu katika kutembea na Mungu. Na nimesema hili sio tukio bali ni muendelezo. Lakini pia kumpata Mungu ni kutiwa mafuta na Mungu kwa kile unachokifanya. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Ninaamini umebarikiwa. Mimi ni Mwalimu Francis Langula. Asante.